Habari, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika chaneli yetu ya Mautundu Online, subscribe chini ya video hii na hautopitwa na habari zetu za kiburudani zinazokiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Siku ya leo na kusogezea habari ambayo imetufikia katika chaneli yetu ya Mautundu Online, na habari hiyo inamhusu mwanadada Faima. Wengi tunamfahamu mwanadada Faima ni muigizaji wa filamu, na vile vile mwanadada Faima ni mpenzi wake na Rayvanny ambaye ni mwanamuziki na ni founder wa Next Level Music. Na ikumbukwe hapa nyuma wawili hawa waliingia katika ugomvi mkubwa na hatimaye kukatisha swala lao la ndoa, na sababu zote zimeweza kuainishwa na Faima katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Na imepita tu muda kidogo baada ya Faima kuweka wazi chanzo cha ugomvi wake na mume wake ni nini, na nitaenda kukuambia alichokuwa anadai kwamba ndo chanzo cha ugomvi wake. Ukiangalia kwenye screen yako, Faima amepiga picha masaa 6 aliyoisha, akaweza kuposti tumbo lake akiwa amelishikilia, na aliandika baadhi ya maneno haya: ule ugomvi wetu na Mr. Rayvanny kumbe ilikuwa ni kijacho kinanipelekesha, na kuhusu lile swala la watu kujaribisha nguo nyeupe na kuchafuka, mnisamehe, sio kosa langu jamani, ni mambo ya kuongeza familia tu. Hayo ndo maneno aliyoandika katika mitandao ya kijamii, na alicaption kwenye hiyo picha aliyoiposti katika WhatsApp story yake. Na baadaye tuliweza kuona kwamba Faima alikuwa ni mtu mwenye hasira katika hicho kipindi ambacho bado alikuwa hajatambua kwamba yeye ni mjamzito, na ilipelekea hata katika kazi zake kugombana na wateja wake. Na hata hivyo tuliweza kuona aliposti baadhi ya picha akisema kwamba mkijaribisha nguo nyeupe ikitokea imechafuka, inatakiwa ulipe gharama za kufua, kwa sababu unaingizia ofisi gharama ambazo hazihusiani na ofisi. Tunaweza kusema wanawake wengi wakiwa katika hali ya ujauzito kipindi cha mwanzoni wanapata changamoto nyingi, na changamoto hizo zinaweza zikawafanya wakaweza kugombana na watu na hatimaye kutengeneza uhasama. Wewe kama shabiki, tuachie maoni yako ndani ya comment section, na vile vile usisahau ku turn on notification, kusubscribe na kulike video hii.